na Dodoma, na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri, mwalimu mshindani. Siku zote mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani, na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao, na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Nafikiri na ndio maana kama umenisikiliza nimesema kwamba haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika game yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi. Dodoma wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu ambao ni wachezaji ambao wanaweza kucheza mechi yoyote na bila kuleta hofu yote, kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao, kwetu sisi ni muhimu sana alama 3 katika mchezo wa kesho. Mimi nafikiri bado tunaendelea na majeruhi ambaye tutaendelea kumkosa Shemaloni Mponda na Kamara katika game ya kesho, lakini Kamara kishaanza mazoezi na nafikiri katika game zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali la mwisho. Kitu cha kwanza ni washukuru na niwapongeze wana Simba, kiukweli wamekuwa wakitupa support popote tunapokwenda na wamekuwa na sisi. Kwa hiyo mimi na waombe waje kwa wingi kesho kutupa support kama ambavyo wamekuwa wakifanya, na niwaahidi kwamba sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Asante sana mwalimu, na sasa ni wakati wa kumsikiliza mchezaji David Kameta. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Nitaweza kuona kata.